अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah taala bin Aziz anasema kwamba sasa hivi kwa kupitia riwaya za Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu nitaeleza matukio kadhaa. Kila riwaya ni aina yake na ndani yake nasaha inapatikana. Na mambo kadhaa alieleza kuhusu Sayyidina alayhi salatu wassalam pia katika matukio haya. Jambo la kwanza ni kuhusiana na mahubiri kuhusu hii baada ya partition. Aliwatumia wenyeji wa Qadian ujumbe wakati wa jalsa salana. Katika ujumbe ule aliwakumbusha kwamba jukumu lenu ni kwamba mufanyie mahubiri, na kwa ajili ya hii inatakiwa mufanyie juhudi sana, bidii sana. Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nitafikisha ujumbe wako katika kila pembe ya dunia. Vile vile Mungu alisema kwamba Mwenyezi Mungu atabakisha jina lako mpaka mwisho wa dunia hii kwa heshima, na vile vile atafikisha ujumbe wako katika kila kona ya dunia. Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atafikisha jina la mahubiri ya Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kila pembe ya dunia. Mungu sawa na ahadi yake anaendelea kufanya kazi hii, na siku za usoni ataendelea kufanya kazi hii. Lakini pamoja na hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam aliwakumbusha wanajumuiya pia kuhusu mahubiri. Alisema mupate elimu kwa kupitia vitabu vyangu na mufanye mahubiri kama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya mahubiri. Bila shaka Mwenyezi Mungu ameahidi, lakini kwa kupata baraka kutoka katika ahadi za Mwenyezi Mungu tunalazimika kufanya juhudi. Ingawa Mungu ameahidi, na kwa kutimiza ahadi hizi Mwenyezi Mungu anawapatia jukumu wafuasi wa nabii kwamba wao washiriki katika kazi hii ili wawe warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kisha hii
inapotokea kazi hii inapofanyika vizuri, Mungu sawa na ahadi yake anaweka baraka sana katika shughuli zao na anawafungulia njia mpya, na tunashuhudia kwamba namna gani Mwenyezi Mungu ametufungulia njia mbalimbali za mahubiri. Sasa nataka kusoma ujumbe wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu aliotoa kuhusu mahubiri. Katika ujumbe huu, kwa kuona idadi ya wanajumuiya iliyobaki kule Qadian, na vile vile kwa kuona hali ya Qadian iliyokuwa pale, aliwakumbusha wenyeji wa Qadian kuhusu mahubiri, na vile vile aliwahimiza wa madrawish kuhusu kazi hii, na alitoa ujumbe huu kwa kueleza hali ya wakati wa mwanzo wa Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, ili wao wapate ujasiri wa kufanya mahubiri. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba bila shaka idadi yenu katika Qadian ni 313, lakini hamtakuwa umesahau kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alipoanzisha kazi hii sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, wakati ule katika Qadian idadi ya wanajumuiya ilikuwa 2 au 3, yani wanajumuiya walikuwa wawili au watatu. Bila shaka watu 300 wanakuwa zaidi kuliko watu watatu. Wakati wa madai ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, idadi ya watu wenyeji wa Qadian ilikuwa 1100. Sasa wanajumuiya walikuwa watatu dhidi ya watu 1100, yani dhidi ya watu 365 wanajumuiya alikuwa mmoja. Na wakati Muslim Maud alipotuma ujumbe alisema kwamba sasa wenyeji wa Qadiani 12,000 na sawa na idadi ya wenyeji wa Qadian, wanajumuiya dhidi ya watu 36 ni moja, na zamani ilikuwa dhidi ya watu 365 wanajumuiya alikuwa mmoja. Kwa hiyo wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alipoanzisha kazi hii, ana wakumbusha wenyeji wa Qadian kwamba sasa idadi yenu imeongezeka 11%. Kisha wakati Sayyidina alayhi salatu wassalam alipoanza kazi hii, wakati ule kulikuwa jumuiya haipatikani nje ya Qadian, lakini sasa katika bara la Hindi kuna jumuiya chungu mzima. Kuamsha jumuiya hizi na kuimarisha jumuiya hizi na kuwapatia nguvu kwa ajili ya hii kwamba wafikishe ujumbe wa jumuiya katika kila pembe ya dunia. Hii ni jukumu lenu, unalazimika kufanya kazi hii. Hazur anasema kwamba asilimia hii inapatikana hata siku hizi kule Qadian, kwa sababu idadi wanajumuiya ikiwa imeongezeka, wenyeji wa Qadian pia wamekuwa wengi, na hali kwa jumla ni nzuri kuliko zamani, na sisi tuna njia mbalimbali za kufanya mahubiri kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika bara la Hindi. Kwa kupitia njia mbalimbali jumuiya imejulikana, lakini wale wanafanya kazi, wale waliotoa wakfu maisha yao na wabashiri, hawa wote wanatakiwa wenyewe pia wazidishe, waongeze juhudi yao. Bila shaka tunapigwa na tunapingwa, lakini licha ya kuwa na hali hii yote, sisi kwa kutumia hekima tutasogeza kazi ya mahubiri mbele inshallah. Nchi zingine za dunia pia zinatakiwa zikumbuke jambo hili, kwamba Mwenyezi Mungu alituambia kwamba tufanye kazi ya mahubiri na tupanue kazi hii ya mahubiri. Vile vile ni amri ndani ya Qur'ani tukufu. Sayyidina alayhi salam alisema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alipewa amri ya kufanya mahubiri.
lakini sisi kwa ajili ya kufanya kazi hii tunatakiwa tuwe na mpango maalum, na mpango huu unatakiwa ufanywe kila mahali katika kila nchi ili tuweze kupanua kazi hii zaidi. Kisha pamoja na mahubiri, wale watu wanaojiunga na jumuiya, kuwalea wale watu pia ni muhimu na kuwapatia malezi ni muhimu. Wale wanajumuiya wanaojiunga na jumuiya, sehemu nyingine mahubiri yanafanyika na watu wanajiunga na jumuiya, lakini baadaye wanajumuiya wapya hawapewi malezi. Kwa sababu ya hii wengi wanaojiunga na jumuiya wanapotea. Katika India kwa kawaida watu wa wenyeji wanajiunga na jumuiya wakati wanapopata upinzani kutoka kwa wapinzani wale ambao wanakuwa na imani dhaifu, wanarudi nyuma. Kule viongozi wale wanaoandaa mipango, jinsi wanayoandaa mipango ya mahubiri, na kwa sababu ya hii kazi inafanyika vizuri kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Pamoja na hii Nazarat Islam Irshad, kuna idara nyingine Nurul Islam. Idara hii kwa kupitia simu na kwa kupitia magazeti inafanya kazi ya mahubiri. Vile vile kuna idara ya Waqf Jadid, kwa kupitia idara hii pia kazi ya mahubiri inafanyika vizuri. Idara hizi zote mahali ambapo wapinzani wanafika na wanawasumbua wanajumuiya wapya, idara hizi zote zinatakiwa zifike kule na ziwaimarishe wanajumuiya wapya, na viongozi kutoka makao makuu na kutoka mikoa wanatakiwa ufike mara moja mahali ambapo wanajumuiya wamesumbuliwa, hata kama ni kijiji kadogo wanatakiwa wafike kule. Vile vile katika nchi za Afrika pia wabashiri wanatakiwa wafanye juhudi kwamba waboreshe uhusiano wao na wanajumuiya na wawe na mipango maalum ili waweze kuwasiliana na wanajumuiya wapya, kwa sababu kule pia kama nilivyoeleza katika dars kwamba wapinzani wa jumuiya wanafika mahali ambapo watu wanajiunga na jumuiya ili waweze kuwarudisha nyuma katika jumuiya, waweze kuwapoteza. Basi hii ni kazi inayotakiwa ifanyike kila mahali, hasusan mahali ambapo bayat nyingi zinapatikana. Kisha Hazrat Muslim Maud anaeleza tukio moja ambayo ni kuhusiana na Khaja Kamaluddin Saheb ambaye alifanya bayat ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, lakini wakati wa halifa wa pili, wakati uchaguzi wa halifa wa pili ulipofanyika, alipata fitina na akawa kiongozi wa wale watu waliokataa kufanya bayati ya khalifa, kwa sababu alikuwa anataka uongozi ambao alipewa. Kuhusu hotuba zake, Hazrat Muslim Maud anaeleza kwamba namna gani aliongeza elimu yake na siri ya hotuba zake nzuri ilikuwa nini. Kuhusu hii Hazrat Muslim Maud anasema kwamba ufaulu wa Khaja Kamaluddin ulikuwa kwa sababu ya hii kwamba yeye kwa kusoma vitabu ya Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa akitayarisha hotuba yake, kisha alikuwa akija Qadian na alikuwa akiuliza maswali kwa halifa wa kwanza, na vile vile alikuwa akiwauliza watu wengine, na hivi alikuwa akitayarisha hotuba yake moja nzuri. Kisha kwa kuchukua hotuba ile alikuwa akizuru jumuiya mbalimbali za Qadian na alikuwa akipata ufaulu mzuri. Hazrat Muslim Maud anasema Khaja Kamaluddin alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu ametayarisha hotuba 12 basi yeye anaweza kuwa mashuhuri kwa sababu ya hotuba zake hizi. Hazrat Muslim Maud anasema Khaja Sahib pia alitayarisha hotuba 7, baadaye akaja Uingereza, lakini kwa sababu ya hotuba hizi 7 alikuwa maarufu sana
Hadha Muslamud anasema hata kama mtu anatayarisha hutuba moja vizuri, kwa sababu hutuba ile inahifadhiwa vizuri, kwa hivyo watu wanaathirika sana kwa kusikia hutuba ile. Basi kitu cha kwanza ni vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam ambavyo tunatakiwa tuvisome, kisha kuelewa vitabu hivi na kutayarisha hutuba kwa kupitia vitabu hivi ni muhimu. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba zamani ilikuwa ikitokea hivi kwamba kwa ajili ya nahwa mwalimu alikuwa tofauti, na kwa ajili ya chapati iliwa alikuwa mwalimu mwingine, na chapati ambayo ni bichi mwalimu wake alikuwa tofauti. Hazur anasema tena wakati umefika, wakati sayansi imepata maendeleo sana, siku hizi watu wanafanya specialization katika kazi mbalimbali. Hazrat Muslim anasema kwamba inatakiwa iwe hivi kwamba hutuba zitayarishwe vizuri, ziandaliwe vizuri, na kisha hutuba zile zitolewe nje. Matokeo yake yatakuwa haya kwamba hutuba zitatolewa sawa na utaratibu za jumuiya, na sisi tutajua hapa kwamba hawa wahutubiaji watasema nini. Pamoja na hutuba hizi, wakilazimika kusema maneno kadhaa sawa na hali ya kule, wanaweza kusema maneno yale. Basi mwelekeo huu ni kwa ajili ya wabashiri na kwa ajili ya daayane ilallah pia, na vile vile ni kwa ajili ya wale watu ambao wanakaa katika hafla za elimu. Ikiwa hutuba imetayarishwa hivi vizuri, basi maprofesa wakubwa na wale ambao wanaojidai kuwa maulama wa kidini, wale pia wanaathirika sana kwa sababu ya hutuba hizi. Hivi karibuni mpango fulani ulifanyika hapa pia chini ya idara ya mahubiri kutoka Israel. Mtaalamu mmoja wa Yahudi alikuja ambaye ameandika vitabu vingi sana. Katika kikao kile, mbashiri wetu ambaye ni kijana pia aliandaa vizuri hutuba yake. Profesa Sahib aliathirika sana kwa sababu ya hutuba yake kule. Profesa Sahib katika kikao kile alisema maneno kadhaa kuhusu uhalifa wa Islam, lakini pamoja na hayo alisema maneno kadhaa dhidi ya Islam. Lakini huyu mbashiri wetu ambaye ni kijana alitoa majibu vizuri sana. Baadaye huyu profesa alikuja kukutana nami na akasema kwamba huyu mbashiri wako aliyetoa hutuba ni hodari sana. Hazur anasema kwa hakika wale wanaoleta shutuma dhidi za Islam, hawa maulama wengine kwa kusema maneno kadhaa wanarudisha shutuma zao au wanakaa kimya, lakini jumuiya kwa fadhila za Mwenyezi Mungu imepewa elimu kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na elimu hii ni kubwa kiasi hiki kwamba tunaweza kuzima mdomo wa mtu yeyote, yani hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mbele ya elimu hii. Basi kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam ni muhimu sana kwa ajili yetu, ili elimu yetu ya dini iongezeke, na pamoja na hii, kwa sababu ya kusoma vitabu hii, imani yetu pia imarike. Na watu wa zamani walikuwa na shauku ya mahubiri kiasi gani kwa kueleza hali hii. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, nilikuwa mdogo mtoto mimi, kwa shirikiana na watoto niliandaa idara na nikaanzisha gazeti liitwalo Tashhizul Azhan. Katika marafiki hawa alikuwa Chaudhry Fatima Masial Sahib ambaye aliwahi kuwa mbashiri hapa katika Uingereza, ambaye mtoto wake aliolewa na Chaudhry Abdullah Khan Sahib. Chaudhry Abdullah Khan Sahib aliyekuwa mdogo wa Chaudhry Sarfullah Khan Sahib. Anasema mke wa Abdullah Khan Sahib akaniambia wakati moja, yani baba Chaudhry Fatima Masial Sahib alipoteuliwa kuwa Nazir Ala, kwa sababu yeye aliwahi kuwa Nazir Ala pia katika Sadar Anjuman, na baba alikuwa akisikitika sana kwa nyumbani kwamba sisi tulitoa wakfu maisha yetu kwa ajili ya mahubiri, lakini hawa wameniteua kuwa Nazir ili nikae juu ya kiti. Hazrat Muslim anasema kwamba upande mwingine mimi naona kwamba katika jumuiya yetu wapo watu ambao wananiandikia
kwamba wabashiri wanatakiwa waheshimiwe. Hazur anasema katika tukio hili kuna funzo na hali ya shauku ya watu wa zamani inapatikana. Yani wao walikuwa na shauku ya mahubiri kiasi gani. Ikiwa wao waliteuliwa katika ofisi, walikuwa hawapendi, walikuwa wakitanguliza kazi ya mahubiri juu ya kazi ya ofisi. Dhidi ya hii, baadhi wakati inatokea hapa watu wengine wanasema kwamba wao wapewe kazi katika ofisi. Hazur anasema pamoja na hii inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba wabashiri jinsi wanayotakiwa waheshimiwe katika jumuiya. Sehemu nyingine wabashiri hawaheshimiwi, yani wanajumuiya hawaangalii wabashiri wao ipasavyo. Na kuhusiana na hii inaendelea kupata mashitaka mara kwa mara. Lakini pamoja na hii, mimi nitasema hii pia kwamba mabashiri na walimu wamepewa jukumu hili kwamba kwa ajili ya kuimarisha heshima yao wanatakiwa waongeze elimu yao na hali ya imani yao, ili mwanajumuiya yeyote asipate nafasi ya kusema maneno dhidi yao. Sehemu nyingine watu wa uongozi wanasema maneno ambayo si sahihi dhidi ya wabashiri. Mahali ambapo mbashiri anataka kurekebisha hali, kule watu wanaanza kuzungumza dhidi yake. Jambo hili si sahihi. Kisha siri ya kupokelewa kwa maombi ni nini? Kwa kueleza hekima yake, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema Sayyidina Alayhi salam alikuja kwa ajili ya kuonyesha nishani ya aina hii, na alikuja kwa ajili ya kutayarisha watu aina hii ambao kwa maombi yao Mungu analeta mapinduzi duniani. Sayyidina Alayhi salam amesema katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni hii: kazi ambayo dunia nzima haiwezi kufanya, dua moja inafanya kazi ile. Lakini si maana yake hii kwamba Mungu anapokea kila maombi. Mtoto wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam aitwaye Mubarak Ahmad alifariki, Maulvi Abdul Karim Sahab alifariki. Sayyidina Alayhi salam alifanya maombi kuhusu hao wote, lakini wote walifariki. Na hii pia ni nishani yake kwamba kuhusu Mirza Mubarak Ahmad Sahab, Sayyidina Alayhi salam alieleza mapema kabla ya kifo chake, na jambo ambalo linaelezwa kabla mapema, basi jambo lile linakuwa nishani. Kwa hiyo si hivi kwamba kila dua inapokelewa au kila dua inarudishwa, lakini dua kwayo Mungu anaamua ipokelewe. Dua ile inapokelewa na kubaliwa, hakuna yeyote ambaye anayeweza kukataa dua ile. Kisha kwa kueleza siri ya kupokelewa kwa maombi na kwa kujibu shutuma ya wale watu ambao hawakufanyia bayati ya khalifa, wao walileta shutuma kwamba nishani gani ya Musleh Maud imetimia. Walileta shutuma ya aina hii. Sayyid Musleh Maud alisema kwamba fadhila za Sayyida za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam, zile fadhila zinatakiwa ziendelee. Wale watu ambao hawakufanya bayati ya halifa, wao wanaweza kusema kwamba nishani hizi haziwezi kupatikana kwa kupitia wewe, lakini hii ni lazima kwamba wao walete imamu wao dhidi yangu na waseme kwamba kwa kupitia huyu fadhila hizi zinapatikana. Na ikiwa kwa hakika Mwenyezi Mungu kwa kumpitia yeye anaeleza habari za siku zijazo na anapokea maombi yake kushinda maombi yangu, basi mimi
nitakubali kwamba tulikuwa tumekosea, lakini ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam unathibitika. Msilete shutuma ambao unaleta madhara juu ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mnasema Sayyidina alayhi salam alitumwa na Mwenyezi Mungu, ingawa mnasema alikuwa mjaddid, lakini mna imani kwamba alikuwa mkweli na mambo yake yanapokelewa na alitoa bishara pia. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba ikiwa hamtaki kukubali kauli yangu, basi mulete imamu wenu, mulete kiongozi wenu dhidi yangu, kisha muthibitishe kwamba maombi yake yanapokelewa. Ikiwa maombi yake yanapokelewa na mnathibitisha jambo hili, basi mimi sina shida yote, nitampokea na nitakiri kwamba tulikuwa tumekosea. Lakini ikiwa mnasema kwamba nishani hazitimii, basi hii ni shutuma dhidi ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Muslimu anasema kwamba hali ya hawa watu ni aina hii, kwamba hawa wanafunga milango na hawataki kusikia kauli yetu. Hazur anasema kwamba kuna matukio madogo madogo mengine alieleza Hazrat Muslimu kwa kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika matukio haya ni tukio la mwanamke aliyepinda. Hazrat Muslimu anasema Sayyidina alayhi salam alikuwa akitoa mfano wa mwanamke aliyepinda. Mtu mmoja akamuuliza yule mwanamke kwamba, je, unataka kwamba mgongo wako urekebike au unataka watu wengine pia wapinde kama wewe umepinda? Hazur anasema kama watu wengine wanakuwa na tabia ya husuda. Yule mwanamke akajibu kwamba miaka mingi nipo katika hali hii ya kupinda na watu waliendelea kucheka juu ya hali yangu hii. Sasa mimi siwezi kurekebika au mgongo wangu hauwezi kurekebika, lakini mimi nitafurahi wakati hawa watu wote pia watakuwa katika hali hii ya kupinda, na mimi pia nitacheka juu yao. Hadha Muslimu anasema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hizi za husuda. Wao hawajali kuhusu udhia wao, bali wao wanataka mtu mwingine apate udhia. Basi tunatakiwa tufanye maombi ili tujiepushe na watu wa aina hii ambao wanakuwa na husuda ya aina hii, na tufanye maombi kwamba tusihisabiwe na pamoja na hawa watu ambao wanakuwa na tabia ya husuda ya aina hii. Kisha kuna historia ya kipofu moja. Kwa kueleza historia yake, Muslimu anasema Sayyidina alayhi salam alikuwa akieleza kwamba kulikuwa mtu mmoja kipofu alikuwa anazungumza na mtu mwingine usiku, na mtu mmoja ambaye alikuwa anataka kulala karibu naye alikuwa hawezi kulala kwa sababu ya mazungumzo yake. Yule mtu akamwambia yule mtu kipofu kwamba ulale. Kipofu akasema kwamba kulala kwetu ni nini? Ni kukaa kimya tu. Yani mradi wake ilikuwa hii kwamba kulala ni kufunga macho na kukaa kimya, lakini akasema kwamba mimi macho yangu hayaoni, na ikiwa unasema kwamba nisizungumze basi sitazungumza. Hazrat Muslimu anasema kwamba hali hii ya udhia kwa ajili ya muumini haiwezi kuwa hali ya udhia, kwa sababu muumini anasema kwamba mimi tayari nina udhoefu wa hali hii. Kama dunia inataka kumpiga muumini na muumini anasema kwamba kwa kunipiga mtapata nini? Kwa mimi tayari kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nimekufa, na mimi nipo tayari kufanya kitu chochote nitakachoambiwa na Mwenyezi Mungu. Hata kwa ajili yake nipo tayari kutoa nafsi yangu. Hata Muslimu anasema watu wanaogopa kutoka mauti, lakini wakati dunia inapotaka kumua muumini yeye haogopi, bali anasema mimi nilikufa siku ambayo niliposilimu. Tofauti ni kwamba zamani nilikuwa mfu anayetembea, lakini sasa baada ya kuniua mtanizika. Kwa hiyo hii haitakuwa tofauti kwa ajili yangu. Kwa hiyo muumini mkweli anakuwa na fikira ya aina hii. Kisha anatoa mfano mwingine za Muslimu kwamba Sayyidina alayhi salam alikuwa akieleza kwamba mwanamke mmoja alienda kushiriki harusi na alikuwa na tabia ya bahili, lakini shemeji yake alikuwa moyo mkubwa. Yani hawa wote wawili walishiriki katika harusi. Yule mwanamke mwenyewe alikuwa bahili, lakini shemeji yake alikuwa si bahili. Yani yeye alikuwa
akitoa zawadi kubwa. Kwa yule mwanamke akatoa zawadi ya rupia 1, lakini shemeji yake akatoa zawadi ya rupia 20. Wote waliporudi, mtu mmoja akamuuliza yule mtu bahili kwamba wakati wa harusi ulitumia kiasi gani. Yule akasema kwamba mimi na shemeji yangu tulitoa zawadi ya rupia 21. Hazur anasema kwamba watu wengine wakati wa kueleza hali ya mchango wao ambao katika jumuiya wanatoa mchango mkubwa, na jumuiya inasema kwamba sisi tumetoa mchango kiasi hiki, kama yule mwanamke bahili alisema. Lakini wapo watu wengine ambao wanakuwa bahili na wananasibisha mchango wa jumuiya nzima kwao, na wanasema kwamba jumuiya yetu imetoa mchango kiasi hiki, na wanasema hivi ili onekane kwamba wao wametoa mchango kushinda wengine wote. Lakini katika jumuiya zile watu ambao si matajiri sana wanatoa mchango zaidi kuliko hawa. Hazur anasema kwamba wakati fulani katika mchezo, kwa sababu katika mchezo baadhi wakati dini haikuzingatiwa, utaratibu pia hazikuzingatiwa. Kwa kuona hali hii, Hazrat Musleh Maud alitoa tambihi na alisema kwamba ni sawa, tunaruhusiwa kutania. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akitania. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alikuwa akitania, ni alikuwa akitoa eleza jokes, na sisi pia tunatania. Sisi hatusemi kwamba hatuelezi jokes, tunatoa jokes mbele ya watoto wetu na wake zetu na watu wetu, lakini katika jokes zetu hatuwafedheheshi wengine. Lakini ikiwa tunawafedhehesha wengine kwa jina la joke, hii si sahihi. Ikiwa wakati wa kutania neno la dhihaka inapatikana, katika hali hii tunafanya istighfar. Huzuri anasema kwamba kila mmoja anatakiwa afanye istighfar ikiwa wakati wa kutania anatoa maneno ya dhihaka au anashambulia heshima yake. Kwa hiyo kwa kueleza habari ya mchezo, Al-Muslim Maud alisema kwamba mchezo fulani ulikuwa unafanyika mahala fulani. Anasema mimi sisemi kwamba mchezo hauruhusiwi, lazima mucheze na mucheke, lakini katika mchezo mnatakiwa msifedheheshe baba yenu, yani msianze kucheza ndevu ya baba yenu. Ikiwa mnafanya hivi, hii sahihi. Mungu anatakiwa apewe heshima yake, na mchezo apewe daraja yake, na bishara zinatakiwa zipewe daraja yake. Wakati wa mchezo ule watu wengine walisema maneno ya dhihaka kuhusu bishara. Alisema ikiwa nyinyi mnataka dhihaka na mchezo, basi muende kule Lahore na mushiriki katika mashindano ya shairi kule. Mashairi wanafanya dhihaka, basi mnaweza kwenda kule. Ikiwa mnataka kufanya dhihaka, basi muende katika miji mingine mkifanya hivi kule Lahore. Hazrat Musleh Maud anawasihi watu wa Qadian, kwa hiyo watu wanaishi kule Rabwa au mahala popote, mpango wowote unafanyika chini ya nidhamu utaratibu ya jumuiya, kule natakiwa wakumbuke ni sahihi. Alisema Musleh Maud kwamba mkienda kule Lahore na mkifanya hivi, watu watasema kwamba watu wa Lahore wamefanya hivi, hawatasema wanajumuiya wamefanya hivi. Lakini mkifanya dhihaka 10% ya ile inafanyika kule, watu watasema wanajumuiya wamefanya hivi. Mimi sisemi kwamba msicheke, lakini msicheke kiasi hiki kwamba jumuiya ifedheheke. Hazur anasema kwamba katika dunia nzima, si katika Qadian Rabwa, michezo inapangwa chini ya uongozi wa jumuiya. Kule ikiwa mambo ya dhihaka yanafanyika, basi kule jumuiya itafedheheka. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu sana kuhusu hii. Basi kutoka katika kila kitendo chetu inatakiwa ithibitike
iwe kitendo cha mchezo au shairi au kitendo kingine chochote, kwamba sisi hatukufedhehesha heshima ya jumuiya. Tunatakiwa tuzingatie heshima ya jumuiya kila wakati. Halifa mtukufu anasema kwamba maneno haya machache niliyosema ndani yake ilikuwa nasaha. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe waangalifu sana kuhusu mambo haya yote. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.